Katika maficho ya siri, wahalifu wanaendelea kuzalisha dutu hatari iliyopigwa marufuku ndani ya maabara yao. Lakini ghafla, kikosi cha polisi kinaonekana katika shambulizi la kushtukiza. Hili linasababisha mapambano makubwa ya risasi na maafisa wanakimbia ndani ya majengo huku wakiwaua wahalifu kadhaa wanaojaribu kulinda bidhaa zao. Wakati huo huo, mmoja wa wahalifu anajaribu kutupa taka za dutu hiyo mtoni ili chochote kisikamatwe na polisi, lakini anapigwa risasi. Matokeo yake, yaliyomo kwenye pipa yanamwagika yakishuka mteremkoni na kuishia mtoni bila mtu yeyote kugundua. Kile ambacho hakuna aliyejua ni kwamba eneo hilo lilikuwa makazi ya kundi la mamba, ambao hupata mabadiliko makubwa mara tu miili yao inapogusana na kemikali hiyo. Kadri muda ulivyopita, mamba hao wakawa wanyama wanaotamaniwa sana, na pamoja na kusababisha ajali kadhaa kila mwezi, mayai yao yakawa bidhaa yenye thamani kubwa sana. Mbali sana, katika darasa la biolojia chuoni, mwanafunzi aitwaye Kyle anaangalia taarifa kuhusu safari anayokaribia kufanya na kutathmini eneo alilotumiwa na rafiki yake Alice. Baadaye, Kyle anakutana tena na rafiki yake Alice. Wanaenda kwenye safari ya kikundi kufanya sherehe ya kueneza majivu ya kaka yake Kyle aitwaye Amy aliyefariki muda fulani uliopita. Ili kumwenzi, majivu yake yatatawanywa katika Florida Keys, mahali alipokuwa akipenda zaidi. Baada ya kusafiri kwa muda kuelekea Florida Keys, kundi linasimama kwenye kituo cha mafuta. Wakati huo, Kyle anakuta kibanda cha magazeti na kukutana na ripoti kuhusu mashambulizi ya mamba. Muda mfupi baadaye, Malika anawaita marafiki zake waendelee na safari na wanazungumza kuhusu bei kubwa ambazo mayai ya mamba yanauzwa. Dereva kisha anafichua kuwa ana mshangao kwa kundi lake na anasimamisha gari kwenye uwanja wa kurukia ndege wa zamani. Akigundua kuwa mwanafunzi wa chuo ameandaa safari ya ndege kwa wote, Alice anaghadhabika kwani Malika anajua kuwa Kyle ana hofu kubwa ya kimo. Hata hivyo, dereva hajali na anasema hataki kuendesha kilomita nyingine 2000 hadi Florida. Anapokutana na abiria wake, rubani Frank anawasili na kueleza kuwa kutokana na joto kali la siku hiyo, safari haitakuwa ya kufurahisha sana. Kisha kundi linaelekea kwenye ndege na abiria wengine wote wanapokusanyika, Frank anaeleza njia watakayopita pamoja na kufichua kuwa wataweza kuona maendeleo ya mabwawa kwa wakati fulani wa safari. Dakika chache baadaye, ndege inapaa bila matatizo. Lakini ghafla, mmoja wa abiria anaanza kuzungumza kwenye simu yake ya mkononi, akiwasumbua wote waliomzunguka. Hili linamfanya Clarence apoteze hasira, naye anasimama kumkabili yule mfanyabiashara. Lakini wakati huo huo, ndege inafanya mzunguko wa ghafla na kusababisha mwanaume huyo kugonga kichwa chake kwenye dari. Mke wake Ma anapatwa na hofu kubwa, na muda mfupi baadaye, injini za ndege zinaanza kushindwa kufanya kazi na kuwaacha Frank na mwenzake wakiwa na wasiwasi mkubwa. Haijalishi wanajaribu kiasi gani kuzuia hali hiyo, ndege inapoteza udhibiti kwa sekunde chache, na marubani wanaamua kutua kwa dharura mtoni ili kupunguza athari ya ajali. Wakati wa jaribio hilo, abiria wote wanapiga kelele kwa hofu, kisha ndege inapata mshtuko mkubwa. Baada ya muda, Kyle anaamka akiwa na majeraha kichwani, na anapompata rafiki yao, Sam na Alice wanaungana naye. Sasa wakiwa pamoja, wanafunzi wa chuo wanaogelea kuelekea nchi kavu ambako manusuru wengine wanakusanyika baada ya ajali. Akijaribu kufikiria njia ya kukabiliana na hali hiyo, Kyle anamuomba Alice amsaidie kumtunza Ma, ambaye amepata mshtuko mkubwa alipogundua kuwa mume wake hakupona ajali. Wakati huo huo, Sam anaungana na Kyle kutibu majeraha ya mmoja wa abiria na wanatumia mkanda kuzuia damu zaidi isije kupotea. Akigundua kuwa mwenzake bado yuko majini, Frank anakaribia ndege na kumuita kwa sauti, lakini hapati jibu.
Baada ya hapo, Kyle anamkemea Frank kwa kilichotokea na kufichua kuwa amegundua kwa nini safari yake ilikuwa ya bei nafuu sana kuliko kawaida. Tatizo kuu ni kwamba marubani waliruka ndege huku kifaa cha kurekodi safari kikiwa kimezimwa, jambo lililopunguza gharama zao kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, kwa kuwa walipata ajali huku kifaa hicho kikiwa kimezimwa, hakuna minara wala kituo cha mawasiliano kinachojua mahali manusuru walipo. Hivyo wanalazimika kutafuta njia ya kuondoka hapo wao wenyewe. Akiwa amekasirika sana, Ma anaanza kumfokea Frank, lakini anakatiwiwa na Malika ambaye anadhihaki kilichompata mume wake. Hili linamfanya Ma azidi kukasirika na anamsukuma msichana huyo ambaye anaanguka chini. Sam na Kyle wanatuliza hali hiyo haraka na msichana anasema wanahitaji kukusanya chochote wanachopata ili waondoke. Wakiwa wanatafuta vifaa, Alice anasikia kelele kubwa kwenye misitu na anaenda kuangalia kinachoendelea. Anapoingia kwenye bwawa, Alice anakutana na eneo lililojaa mayai ya mamba na anatambua kuwa anaweza kutatua matatizo yake yote ya kifedha na hazina hizo. Baada ya hapo, Frank anakusanya kila walichopata na anasema simu za mkononi zilizobakia kufanya kazi hazina mtandao. Wakati huo, Zoe ambaye anapona jeraha la mkononi, anaona kitu mtoni na kuwaonya manusuru wengine. Akigundua kuwa ni rubani mwenzake Ray, Frank anakimbia kumuokoa, akiambatana na Kyle na Sam. Hata hivyo, kabla hawajamfikia mwanaume huyo, wanakutana na mdomo mkubwa wa mamba ambaye anaanza kuyatafuna mwili wa Ray. Kwa hofu, Frank anarudi nchi kavu akiwa na wanafunzi wa chuo. Kyle kisha anasema wanyama hao walao nyama kawaida hawashambulii binadamu, hivyo lazima kuna kinoo karibu. Ili kuendelea na jaribio lao la kutoroka eneo hilo, Kyle anamuomba Frank waende upande gani, naye anasema wanahitaji kutembea kuelekea kaskazini. Manusuru wanaanza safari kutafuta dalili za ustaarabu, na karibu nao mamba mkubwa anarudi kwenye kinoo chake ambako anagundua kuwa mayai yake mengi yameibiwa. Baada ya kutembea kwa masaa machache, manusuru wanaamua kupumzika na kuwasha moto ili kujilinda dhidi ya baridi. Akiwa amekasirishwa na Kyle kuchukua uongozi, Malika anaanza kudhihaki msichana huyo, lakini anakemewa na wengine wote wanaomkosoa tabia yake. Mara tu kila mtu anapolala, Rufus, mfanyabiashara aliyenusuru ajali, anaondoka kuenda kujisaidia misituni anaposikia simu yake inalinga mfukoni. Akiwa na hamu ya kuitikia, mwanaume huyo anaangusha simu na anatambaa ardhini kuichukua, lakini kabla hajaweza kuzungumza, kichwa chake kinaharibiwa na mdomo wa mamba aliyebadilika. Alfajiri, manusuru wanakuta mwili wa Rufus umetafunwa sehemu na wanapatwa na hofu. Frank kisha anawaeleza kuhusu habari za hivi karibu na kufafanua kuwa mamba hao wamepata mabadiliko ya tabia tishishi, wakifanya kazi kama mashine za kuwinda. Wakati huo, Alice anaona kibanda kwa mbali na kundi linaamua kuelekea huko kuona kama kuna wakazi. Hata hivyo, wanapokaribia eneo hilo, Kyle anasikia kitu kinatembea kwenye vichaka na ananong'oneza kuwaomba wote wakae kimya. Akiwa na hamu, Frank anauliza kama Kyle anaona kitu, na kwa tahadhari, Kyle anaelekeza upande ambao mamba wamejificha. Ili kuwaweka wote tulivu, Kyle anamuomba Ma asisogee na anawaambia wengine kuwa wanahitaji kushikamana, kwani wanyama hao hawashambulii chochote kilichokibwa kuliko wao. Hata hivyo, kabla hawajafanya hivyo, Ma ananyakuliwa ghafla na mmoja wa mamba anayemburuta kwenda misituni. Hali hiyo inazua vurugu na manusuru wanakimbia kwa hofu huku Ma akiburutiwa. Wakati huo huo, mamba wengine kadhaa wanaonekana kushambulia manusuru waliobakia, na katika harakati hizo, Alice anajikwama lakini anaokolewa na rafiki zake. Wanapoingia ndani ya kibanda, kundi linajitahidi kufunga mlango, lakini mmoja wa mamba anamngata Zoe mguuni, naye anapiga kelele kwa maumivu. Sam anampiga mamba kwa mkia,
huku Alice akitumia kizuizi kufunga mlango. Baadaye, kundi linakusanyika kusukuma kabati la vitabu ndio mlango ili kuzuia wanyama hao kuingia. Baada ya sekunde chache, wanyama hao wanaacha jaribio lao na manusuru wanajaribu kutulia, lakini hawawezi wanaposikia kilio cha maa kikikatizwa kwa mbali. Sasa wakiwa na mahali pa kujificha, kundi linaweza kutengeneza kifaa cha kubana damu kwa ajili ya jeraha la Zoe. Akiwa Lindri, Kyle anaanza kuota ndoto mbaya ambapo anamuona siku alipouliwa na Amy na wahalifu waliokuwa wanaiba duka walikokuwa wananunua. Wakati huo, Sam anamuamsha rafiki yake na kumwambia amepata ramani inayoonyesha eneo la ghala karibu na walipo. Ingawa wanajua hakuna uhakika kuwa itafanya kazi, kundi linaamua kuendelea na safari yao. Hata hivyo, Malika anakataa na anamlaumu Kyle kwa kila kitu kinachotokea. Zaidi ya hayo, mwanamke huyo aliyepoteza akili anadai kuwa Kyle hapaswi kuwa ndiye anayebeba majivu